Sasa katika story ambayo inashika headlines ni kuhusiana na jeshi la Israel kwa maana IDF. Siku leo imechapisha taarifa kupitia mitandao yake rasmi ya kijamii, na kamanda amezungumza kwamba wamefanikiwa usiku wa kuamkia leo kuweza kumuua kamanda wa Basij, lakini pia wamefanikiwa kumuua kiongozi mwandamizi wa serikali ama nchi ya Jamhuri ya Kiislamu, serikali ya Mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, Ali Larijani. Ali nimemzungumza mara nyingi sana, moja kati ya kiongozi mwandamizi ambaye ana nguvu kubwa sana kisiasa lakini pia kijeshi. Ni kiongozi ambaye kwanza alikuwa ni kijana kipenzi wa Ayatollah Said Ali Khamenei Hussein, ambaye katika orodha ya watu ambao walipaswa kumrithi jina lake pia liliandika. Ali ana kisa kikubwa sana. Nakumbuka hata baraza la usalama la Iran lilipoketi kwenye kikao kuhusiana na kwamba waende Syria kumsaidia Bashar al-Assad ama wasiende. Wote walipiga kura afu yeye kuwepo. Wakampigia simu kutaka kujua msimamo wake, akasema bidi tuende Syria tukamsaidie Bashar al-Assad, na kweli wakaenda. Alikuwa na nguvu kubwa sana na alikuwa kipenzi cha Ayatollah Khamenei, one of the prominent figure ambaye alikuwa anaogopwa sana katika utawala ule. Sasa Israel wanadai kwamba wamefanya mashambulizi na wamefanikiwa kumuua. Lakini kitu ambacho kinavutia sana, siku 3 nyuma Ali Larijani alionekana katika movement za Quds Day, ile siku ya kutambua haki na uhuru wa Palestina katika jiji la Tehran. Alionekana na watu anatembea kabisa akiwa free. Sasa mtu mmoja ile baada ile picha kutoka ya Ali Larijani akaichukua ile picha alafu akaiposti kupitia mtandao wa Twitter, akasema kwamba baada ya kifo cha Motjaba anamzungumzia huyu Ayatollah wa sasa aliyechaguliwa, mtoto wa Khamenei. Aliandika hivyo, hiyo tweet tunaiona hapo chini. Baada ya kifo cha Motjaba anayefuatia ni Ali Larijani, na itakuwa wiki ambayo ya kuvutia sana, aliandika hivyo. Na akamzungushia, unaona hilo duara jekundu hapo, akazungushia duara jekundu kwamba huyo jamaa namjua Haba Bata, huyo jamaa ameingia Tehran leo asubuhi akitokea Israel, huyo ndo atafanya mauaji ya Ali Larijani. Yeye aliandika tu hivyo alafu akapost. Leo ile swala inaonekana kwamba limetimia Jumatatu usiku kuamkia leo, na akarudi katika posti akasema, niliwaambia huyo Haba Bata ametoka Israel Tel Aviv, ameingia leo asubuhi na wanamwamini, huyo ndo atakayemuua Ali Larijani. Huu ni muendelezo kwamba sasa regime ile inaonekana watu wengi katika ile setup Mossad wamewekeza kwa kiasi kikubwa sana, na wana taarifa nyingi sahihi, na wanapopiga maeneo mengi sahihi. Hata yule kamanda wa Basij aliuawa eneo la Jangwani, wanadai hivyo. Kwa hiyo ni wiki ngumu sana kwa Iran kama taarifa hizo zitathibitika ni kweli ameuawa. Ni wiki ngumu sana. Na najaribu kuanza kupata picha kwa sababu Ali Larijani leo hii kupitia mtandao wa X ameposti tu barua yenye mwandiko wake na sio video kama kawaida yake. Kwa hiyo inaonekana itakuwa wiki ngumu, lakini Iran itasurvive kwa sababu wana mfumo wa 4 layers succession plan. Succession plan ya 4 layers kwa maana ya kwamba watu 4 wanakuwa wanaandaliwa in line of succession. Tunasubiri kuona nani ambaye atapata nafasi ya kuwa katibu mkuu wa baraza la usalama la Iran, kama kweli Ali Larijani atakuwa ameuawa na vikosi vya Israel. Na huyu aliyepost hiyo clip, hiyo post ni alikuwa msemaji wa waziri mkuu wa Israel, huyo David Keys. Alikuwa msemaji ama spokesman wa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, na alikuwa mshauri wake pia. Unajaribu kupata picha